Kuelekea Jumapili, siku ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Simba dhidi ya Esperance Ataraj katika uwanja wa Mkapa Dar es Salaam, kuna watu wamekuwa wakiuliza maswali juu ya wachezaji wapya wa Simba kama watacheza mchezo huu, kwa maana ya hususan wawili, Anise Ura pamoja na Jospin Loemba. Wanauliza kama wachezaji hawa wanaweza kucheza au vipi. Sasa nataka niwape ufafanuzi kidogo. Simba walikuwa na wachezaji wengi wa kigeni na wachezaji 12 wapo katika mfumo kwa maana ya kuruhusiwa kucheza, lakini tunafahamu kwamba wachezaji wawili Simba wameuzwa moja kwa moja. Huyu ni Stephen Mukwala pamoja na Jean Charles Ahwa. Hawa wameuzwa moja kwa moja. Kuna wachezaji wametolewa kwa mkopo. Huyu ni Joshua Mutale pamoja na Shamu Karabwe. Hawa wameondoka kwa mkopo, bado ni mali ya Simba. Alafu kuna wawili wengine wanatimiza jumla ya safu ya watu 6. Musa Pinpin Kamara pamoja na Mohamed Bajaber. Hawa wametolewa usajili wao katika mfumo. Maana yake ni wachezaji ambao usitarajie kuwaona wakicheza kwenye kikosi cha Simba kwa msimu uliobakia. Yaani kwa kipindi hiki kilichobakia chote usitarajie kuwaona hawa wachezaji wakirudi tena. Na ndio maana wamefanya maingizo mapya Simba mengi, kwa sababu kuna wachezaji 6 kikosini wameondoka. Sasa kutokana na hivyo, wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Simba kuanzia Jospin Loemba, Anise Ura na wale wengine wote ni halali kucheza michezo yote ya ndani na ya kimataifa. Kwa hivyo linabakia katika meza ya kocha tu, kwa maana ya Steve Barker. Yeye ndo ataamua amtumie Anise Ura, amtumie Jospin Loemba au afanye nini. Linasalia katika meza yake, lakini wote hao wanaruhusiwa kucheza. Kwa hiyo kikubwa ndo hicho. Simba kila laheri Tanzania, kila laheri wanajeshi ambao wataenda kuiwakilisha Tanzania kwa maana Simba Sports Club kuhakikisha nafuzu kuingia hatua ya robo finali. Sasa hayo ni mahesabu. Twende kuangalia kikosi ambacho Steve Barker anaenda kuanza nacho leo hii. Golini kama kawaida atakaa Mamadou Kasali kama kawaida. Tumeona uwezo aliokuwa nao, na ndo huyu amekuwa kipa bora wa wiki wa CAF, kwa hiyo ataenda kukaa kwenye milingoti mitatu. Huko fullback namba 2 mwalimu atarudi na Shomari Kapombe. Tunajua uwezo wake, tunajua uzoefu wake, lakini pia tunajua amekuwa na sifa ya uongozi, lakini ni wale watu ambao wana spirit na mentality ya kuweza kupata ushindi. Namba 3 mwalimu ataenda na Nixon Kibabage. Nimeona comment nyingi sana watu wakisema kwamba sio mzuri kwenye kuzuia na kadhalika. Mwalimu ataenda na Nixon Kibabage, lakini surprise ambayo mtaiona ni kwamba Nixon Kibabage anaweza simalize mchezo, kwa sababu mwalimu mbinu wa kwanza atataka kwenda kushambulia zaidi, na Nixon Kibabage ni mzuri sana kwenye kushambulia, ila kwenye kuzuia ana hiyo changamoto. Kwa hiyo Nixon Kibabage ataanza, lakini baadaye mwalimu atamtoa Nixon Kibabage, alafu kwenye ile nafasi ataenda kukaa Wilson Nangu. Wakati huo Nangu atakuwa na double kati na Rushin De Rock. Kwa maana kikosi kitakavyoanza, Rushin De Rock atadabo na Wilson Nangu, kulia Kapombe, kushoto atakaa Nixon Kibabage. Alafu kipindi cha pili watakavyorudi, wakati huo Simba atakisha tayari wamepata ushindi ama wameongoza. Kwa hiyo mwalimu atamtoa Nixon Kibabage, atamuingiza Wilson Nangu kwenye eneo la kushoto ili kuzuia zaidi. Alafu pale kati atakaa Rushin De Rock pamoja na Ismail Tule, ambaye tumeona ni ingizo jipya. Tumemwona kwenye mchezo uliomalizika aliweza kucheza. Hiyo ndio akili ambayo ataitumia mwalimu Baka. Lakini ukienda kwenye viungo wawili kwa maana double pivot, mwalimu atarudi na Alassane Maodo Kante. Tunajua mchezaji alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo alikuwa na ukosa mchezo ambao umepita na kadi yake imeisha. Kwa hiyo Alassane Maodo Kante atakaa kwenye eneo la namba 6, alafu kwenye eneo la namba 8 mwalimu ataingia na Nabi Kamara. Tunajua uwezo wake, tunajua ubora wake, kwa hiyo hapo kati itakuwa ni ufundi mwingi kuhakikisha anaweza kupata ushindi. Na baadaye mabadiliko ambayo yatatokea,
mwalimu atampumzisha Nabi Kamara, alafu ataingia Yusuf Kagoma, kwa maana safari hiyo sasa anarudi kwenda kuzuia. Nyuma tayari Nangu, alafu pale kati Yusuf Kagoma, Tadamo na Alassane Maodo Kante, alafu atakuwa anacheza namba 6 wawili kwenye eneo hilo la kati. Na viungo washambuliaji wa juu, tumeona mchezo uliomalizika Elim Panzo Kibisawala alipumzishwa ili kupata ile fresh leg, kwa maana ku gain momentum na ku gain nguvu mpya. Kwa mwalimu kulia ataanza na Elim Panzo Kibisawala, kushoto mwalimu ataenda na Basa Libase Gie, halafu kwenye eneo la namba 10 mwalimu atacheza na Cletus Chota Chama, huko kwenye eneo la namba 9 atamaliza The Black Lion, kwa maana Jonathan Soa atamaliza kwenye eneo hilo. Nimeona maswali mnajiuliza, mbona atumuone Leomba, mbona atumuone Eliseth Oura, kwa vipi? Sheria ya CAF ipo hivi. CAF wanaruhusu timu kwenye hili dirisha dogo la usajili kusajili wachezaji, lakini wachezaji wa kigeni wasizidi 4 kwenye taifa husika. Kwa maana sasa Tanzania inabidi ukisajili wachezaji wasizidi 4 tu ambao unatakiwa kuwasajili. Sasa kuna mechi atasimama Chama, atasimama Loemba, atasimama Morris Abraham. Sikama lastikadi zikiwa 4 ndo umeshinda. Ndo hiyo Simba hiyo siku ndo itakuwa hatari mno. Hiyo siku utashuhudia maajabu makubwa hujawahi kuyaona. Hiyo siku utashuhudia wanyama wanatoka mbugani wanakuja mjini kuja kushangaa Simba inacheza. Hapa Meja Samuyo wanao hapo, watakuja hapa, tunakaa na Twiga tunaangalia mechi. Hiyo siku anacheza Chama, anacheza Loemba, anacheza Morris Abraham, kushoto yuko Geye, kushoto yuko Eliseth Oura. Kaka hamna Kante washamaliza shughuli, wametulia. Steven Becker ameweka majeshi yake pale. Kaka, zitapigwa pasi pale mpaka nyasi zitaanguka. Ningekuwa mbele,